Amen, amen. Umebarikiwa na una neema kubwa wewe ambaye unafuatilia ujumbe huu. Nikukaribishe kwenye channel ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni. Hakika yake hautatoka bure, na utakapofanyia kazi mafundisho ambayo Roho Mtakatifu anatupa neema, hakika yake hautabaki jinsi ulivyo na utapata faida kubwa sana. Ni heri kuliko miaka 1000. Amen, amen. Tunaendelea na ujumbe unaosema maeneo 7 ya kufanyia maandalizi kwa ajili ya unyakuo. Maeneo 7 ya kufanyia maandalizi kwa ajili ya unyakuo. Tuliangalia, ilikuwa ni mwaka jana, eneo la kwanza, Roho Mtakatifu kama nira. Roho Mtakatifu kama nira yako. Amen, amen. Lakini pia tukawa tumekaa muda mrefu. Tumeanza tena ikiwa ilikuwa ni tarehe 14 Julai 2026. Tuliangalia eneo la pili. Eneo la pili ni eneo la imani. Na leo tena ikiwa ni tarehe 24 Julai tunaendelea na eneo la pili, eneo la imani. Lakini pia eneo la kwanza bado hatukumalizia, utakaso kama nira yako. Maeneo haya ni muhimu sana, ni muhimu sana sana. Na mtu utakapofanyia kazi na utakapofuatilia maeneo yote, hakika yake parapanda itakapolia, tutapata neema ya kuisikia na kuenda pamoja na Kristo. Na ni hasara kubwa, ni hasara kubwa tutakapoachwa na unyakuo. Ni hasara kubwa kubwa sana. Na nikuombe tu endelee kuwa pamoja nami. Niliweka msingi kwenye kitabu cha Luka sura ya 18 na ule mstari wa 8. Luka sura ya 18 na ule mstari wa 8. Kama una Biblia yako fungua. Maneno ya Mungu yanasema, na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Msisitizo uko hapa. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Imani ni kitu kikubwa sana. Imani ni pana. Imani ni kitu kikubwa ambacho kwa ufahamu wa mwanadamu na akili ya kawaida hatuwezi kuielezea imani, wala hatuwezi kuijua imani kwa mapana yake. Lakini kwa neema za Mungu, ninaomba sasa kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu tuweze kujifunza kwenye eneo la imani. Kuna mahusiano makubwa kati ya imani na ujio wa Yesu Kristo. Je, atakapokuja mwana wa Adamu, mfalme Yesu, ataiona imani duniani? Kumbe kuna mahusiano makubwa ya ujio wa Yesu Kristo au unyakuo na imani. Na ndio maana sasa ni eneo pana na ni eneo nyeti sana la kufanyia maandalizi, na inakupasa ulijue. Leo tena nitatokea kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa 31. Kabla sijasoma hapo, naomba nirejee huko nyuma. Kipindi kilichopita nilisema kwamba imani ni maisha. Maisha yote yanategemea imani. Maisha ya mbinguni na maisha ya duniani yanategemea imani. Kwa maana imani ni kuwa na hakika, na uhakika wa kila jambo ni Mungu. Kwa hiyo imani ni kuwa na Mungu aliye na mambo yetu. Kumbuka tulisoma kwenye Waebrania kwamba yeye aliye na mambo yetu, na tukaangalia kwamba chanzo cha kila kitu ni Mungu. Ina maana kama Mungu ndiye mwanzo wa kila kitu, kama Mungu ndiye chanzo cha kila kitu, ina maana uhakika wa kila jambo ni Mungu. Na tukaangalia kwamba mambo yote yako kwa Mungu, mambo yasiyoonekana na mambo yanayoonekana, yeye anayeyashikilia ni Mungu. Kila jambo ambalo halionekani kwa macho au linaloonekana linaishi kwa Mungu. Ina maana yeye anaweza kuamua liwepo ama lisiwepo. Kwa hiyo kitu kikubwa imani sasa ni uhakika, na uhakika ni Mungu, na hakikisho ni Roho Mtakatifu. Kumbuka eneo la kwanza la Roho Mtakatifu kama nira. Roho Mtakatifu alikuja ulimwenguni
ili kuupa ulimwengu hakikisho, kuhakikisha ulimwengu katika dhambi, haki, katika haki na dhambi na imani. Kwa hiyo sasa uhakika wa kila jambo ni Roho Mtakatifu. Uhakika wa kila jambo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukifanya jambo lolote nje ya Roho Mtakatifu, hilo jambo halina uhakika. Unapolala nje ya Roho Mtakatifu, kulala kwako hakuna faida yoyote. Unapokula nje ya Roho Mtakatifu, ama unapoongea, ama unapofanya biashara, ama unapokuwa kazini, unapokuwa shambani, unapokuwa mahali popote bila Roho Mtakatifu, hilo jambo ni bure. Kumbuka maisha ni imani, kwamba imani ndiyo chanzo cha kila kitu. Maisha yanayoendelea mbinguni yanategemea imani. Maisha yanayoendelea duniani yanategemea imani. Kumbuka nikakupa mfano kwamba unapolala una uhakika utaamka. Unapokula una uhakika utashiba. Unapooa, unapoolewa una uhakika utaishi kwenye ndoa na utapata matokeo ya kuwa kwenye ndoa. Unaposoma shule unakuwa na uhakika na shule yako, unakuwa na uhakika na kisomo chako kwamba kitakusaidia. Ninapohubiri hivi nina uhakika, nina imani, ni matokeo ya kuwa na imani kwamba kuna watu wapo na wana uhitaji wa kuelewa eneo la kuelewa imani, kuelewa eneo la imani. Amen, amen. Kwa hiyo ngoja nisome sasa hiyo Wakorinto. Kama una Biblia yako fungua Korinto sura ya 10 na ule mstari wa 31. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, nisaidie kuelewa eneo la imani na kufanyia maandalizi hili eneo la imani, ili ujapo mwana wa Adamu uweze kuiona imani ndani yangu na uweze kunichukua. Amen, amen. Maneno ya Mungu yanasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Hii ni sawa na kusema kwamba basi mfanyapo biashara, basi mtembeapo, basi msafiripo, basi mfanyapo kazi ya kilimo, mlalapo, fanyeni yote kwa faida ya Mungu. Fanyeni yote kwa faida ya Mungu. Naomba unisikilize sana. Kwa hiyo eneo la imani ni muhimu sana kulifanyia maandalizi. Na maandalizi yake ni kwamba kila unalolifanya uwe na imani, yani uwe na uhakika kwamba hilo unalolifanya ndani yake yumo Mungu. Kama utafanya jambo lolote na ndani yake Mungu hayumo, uwe na uhakika mwana wa Adamu atakapotokea hata iona imani ndani yako, ina maana uwe na uhakika kwamba utaachwa. Kumbuka tuliangalia zile aina za imani. Kumbuka kuna mambo watu wanafanya kutokana na mazoea. Unalala tu kwa sababu ulisikia, kwa maana imani chanzo chake ni kusikia, kwamba watu huwa wanalala wanaamka. Lakini kuna watu walikuwa na imani hiyo, walikuwa na uhakika kwamba tukilala tutaamka, hawakuamka. Kuna watu walikuwa na imani huwa tunasafiri tu, wakasafiri lakini hawakufika. Kwa sababu nini? Uhakika wao haukutokana na Mungu. Ndani kusafiri kwao Mungu hakuwepo. Amen, 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 amen. Kwa hiyo sasa naomba unisikilize kwa makini. Fungua tena kitabu cha Wafilipi. Naomba tufungue vitabu vitatu tu, alafu nielezee na uweze kufanyia mazoezi sasa. Haina haja ya kuongea vitu vingi sana bila kufanyia mazoezi. Wafilipi sura ya 1 na ule mstari wa 21. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 21. Maneno ya Mungu yanasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hebu fungua tena Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 na ule mstari wa 17. Maneno ya Mungu yanasema hivi, kwamba na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Naomba unisikilize sana kwa makini, kwamba anasema na kila mfanyalo. Tuko tu hapo, na kila mfanyalo. Huko akasema kwamba kwenye Wakorinto kwamba mlapo au mnywapo au mfanyapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
Na kumbuka ukisoma pia Waebrania, nikufungulia Waebrania ili niweze kuelezea upate kunielewa. Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 37 mpaka mstari wa 39. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hata kawia, yeye ajaye. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wastao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Amen, amen. Turudi tena kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 na ule mstari wa 31, kwamba sasa naomba unisikilize. Eneo la imani, maandalizi yake ni hivi: unapokula au unapokunywa, unapolala, unapotoka kwenda kufanya biashara, unapotoka kwenda kazini, unapotoka kwenda dukani, unapoenda shambani, unapofanya kazi yoyote, hakikisha uwe na uhakika kwanza unaye Roho Mtakatifu ambaye ni hakika ya mambo yote, au uko nje ya Roho Mtakatifu. Kabla haujalala, uwe na uhakika kwamba unapoenda kulala, je, unaye Roho Mtakatifu? Kulala kwako, je, una uhakika kwamba unaye Mungu? Kwa sababu kila jambo unalolifanya lazima uwe na uhakika unaotokana na Roho Mtakatifu, uwe na hakikisho linalotokana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Kwa hiyo sasa, unapolala uwe na uhakika moyoni mwako kwamba umelala na yeye aliye na mambo yetu. Kwa maana tuliangalia kwenye Yakobo sura ya 4. Nimekuwa na maandiko mengi. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 13 na 14, kwamba watu wanasema hivi: haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui atakayokuwako kesho. Lakini hamjui. Kwa hiyo sasa, kwa sababu haujui dakika moja mbele nini kitatokea, kama utakuwa haujui, ili uwe na uhakika wako uishi kwenye mambo mawili tu, kwamba jambo la kwanza, kuishi kwako ni Kristo. Yani kuishi kwako, yani unapoishi wewe ni Kristo anaishi ndani yako. Unapotembea ni Kristo anatembea. Unapokula ni Kristo anakula. Amen, amen. Hakikisho lako la pili ni kufa kwako ni Kristo. Yani kwamba sasa unapolala unakuwa na mambo mawili. Ukiamka una uhakika unaamka na Kristo, na utakaposhindwa kuamka uwe na uhakika kutokuamka kwako kuwe na faida. Ama kufa kwako kuwe na faida, umeenda mbinguni. Ama kulala kwako parapanda imelia, umeisikia katika kulala kwako. Kumbuka huku hiyo tulipoanza, nilipoweka utangulizi, tukaangalia kuna wawili walikuwa wamelala, mmoja twaliwa na mmoja achwa. Nikakupa utofauti wake. Mmoja alilala, alikuwa na uhakika unotokana na Roho Mtakatifu. Alilala, sio yeye alikuwa amelala, bali alienda kulala akiwa na uhakika, na uhakikisho ndani, hakikisho linalotokana na Roho Mtakatifu. Ndio maana maeneo haya yanategemeana. Ndio maana eneo la kwanza nikaanza na Roho Mtakatifu kama nira yako, yani wewe umefungamanishwa na Roho Mtakatifu, na kama Roho Mtakatifu anapotaka kukuacha unakuwa na utakaso, kwa sababu imeandikwa na mtakatifu azidi kutakaswa. Ina maana mtakatifu hawi mtakatifu kwa matendo, ili unakuwa mtakatifu kwa utakaso. Amen, amen. Amen, amen. Hiraka. Panaomba Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa hapa. Kwa hiyo maandalizi yake ya eneo la imani ni kwamba unapokula tu, yani kwenye kula kwako uwe na uhakika katika kula kwako unaye Mungu, yani una uhakika wa yule aliye na pumzi yako. Katika kunywa kwako tu una uhakika wa yule aliye na pumzi yako. Na mfanyapo jambo lolote, aidha kwa tendo au kwa neno, uwe na uhakika chochote unachokisema kiwe na uhakika unaotokana na Roho Mtakatifu. Kama unatakiwa kusema jambo lolote lakini
halina uhakikisho la toka moyo, halina hakikisho la Roho Mtakatifu, usiliseme hilo jambo. Na kama unataka kutoka kwenda kazini lakini moyoni mwako hauna uhakika, parapanda itakapolia utaenda naye mwana wa Adamu, usiende kazini. Kama unaenda shambani lakini moyoni mwako hauna uhakika, unaenda shambani hauna uhakika kwamba ninaye Mungu, kwamba parapanda itakapolia, je, nina uhakika parapanda itakapolia nitaenda na mwana wa Adamu? Kama hauna uhakika, kaa chini ufanye maandalizi ili uwe na uhakika. Yani utakapoenda shambani unaenda na uhakika kwamba kule aidha nikiishi ni Kristo, naishi kwa ajili ya Kristo, chochote nachokipata na kitoa sadaka, nikifa ni faida. Ni faida. Kwa nini? Nina uhakika wa kwenda mbinguni. Na ndio maana sasa utakaposikia taarifa za kifo, unapokuwa na wasiwasi moyoni, unapohisi kukosa amani, kumbuka kuna jambo mahali haliko sawa. Kifo chako ni hasara, kwa maana yule aliye na uhakika wa kifo chake, hata kama akisikia taarifa za kifo hawezi akaogopa kifo. Kwa nini? Ana uhakika akifa anaenda mbinguni. Labda tu uwe na kusudi kama mimi hapa, nikisikia kwamba Mungu anataka kunichukua nitakataa. Kwa nini? Kwa sababu sina chochote nilichokifanya na sina chochote nitakachoenda nacho mbinguni. Hicho tu nitakuwa na wasiwasi, lakini siogopi kifo. Kwa nini siogopi kifo? Kutoogopa kifo ni matokeo ya kuwa na uhakika na unapokwenda. Kwa hiyo sasa, kabla haujaenda kazini uwe na uhakika kwamba unaye Roho Mtakatifu. Kabla haujalala uwe na uhakika kulala kwako parapanda itakapolia utaenda na Kristo. Parapanda kulia ni faida, sio hasara kwako. Ama ukiamka ni Kristo. Amen, amen. Unapokula tu tonge moja, unapotembea kwenda dukani uwe na uhakika kwamba kutembea kwako, ukigongwa na pikipiki huko ni faida, ukiishi ni Kristo. Kwa hiyo sasa, kama hautakuwa na uhakika, kwa mfano nikupe mfano sasa, imani nayoizungumzia. Imani hii nayoizungumzia kufanyia maandalizi eneo la imani. Kwa mfano, kabla haujaenda kazini, Mungu akakutokea akakwambia kwamba unaenda kazini, hakika njiani utapata ajali, na hii kwa namna yoyote haikwepeki. Yale maandalizi utakayoyafanya kabla ya kwenda kazini ni imani. Sasa hiyo ndo imani. Yani kabisa utaenda na uhakika kwamba nimesikia sauti kwamba nitakapoenda huko nitakufa. Ina maana utatubu toba zote, utafanya kila maandalizi. Kama ulikuwa na nyumba zako utafanya maandalizi yote. Yani kama ulikuwa na fedha benki utazifanyia maandalizi, utazitoa sadaka. Kama ulikuwa na nyumba yako utaiuza. Kama ulikuwa na kiwanja chako utakiuza. Yani kama ulikuwa na kosa lolote utalikumbuka tu. Yani utakuwa na uhakika. Kama haukuwa na Mungu utakuwa na uhakika kwamba utahakikisha kwamba kila jambo lako limekaa sawa. Na hiyo ndiyo maana nasema sasa kufanyia maandalizi eneo la imani ni kwenye mfano huo. Kwa mfano, Roho Mtakatifu akwambie unapoenda kulala, mtoto wangu, hautaamka, yani utakufa. Ina maana maandalizi ambayo utayafanya kabla haujalala ni mazito mno kuliko maandalizi ambayo wewe unafanya unalala tu, unaenda tu kanisani bila kuwa na uhakika, bila kuwa na uhakika na Mungu unayemwabudu, bila kuwa na uhakika hata kwamba una Mungu au hakuna Mungu. Wewe tu naenda tu kuabudu, wewe tu nasafiri tu bila kuwa na uhakika kwamba je, ukifa kupata ajali nini kitatokea. Wewe tu unaenda tu kazini bila kuwa na uhakika, je, parapanda ikilea, je, mwana wa Adamu atamuona Roho Mtakatifu ndani yako? Je, ataona maandalizi ya kuwa na uhakika akija? Je, parapanda itakapolia utakuwa na uhakika wa kuisikia sauti? Ndio hayo maandalizi sasa. Maandalizi yake, chukulia huu mfano nikwambie wewe unanisikiliza kwamba kesho hautaiona, kwamba kesho yako tarehe 25 hautaiona. Kesho yako tarehe 25 hautaiona, Julai hautaiona. Je, utafanya maandalizi gani? Kwamba umepewa taarifa utakufa, maandalizi gani ambayo utayafanya? Hayo maandalizi ndiyo eneo la imani. Na hayo maandalizi, kabla ya kula uyafanye hayo, kabla ya kulala ufanye hayo, kabla ya kwenda kazini ufanye hayo,
kabla ya kwenda shuleni ufanye hivyo hivyo, kabla ya kupanda bodaboda ufanye hivyo hivyo, kabla ya kufanya neno lolote ufanye yote kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen, 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 amen. Kwa hiyo sasa ndio maana tutarudi pale kwenye Wakolosai, Wakolosai sura ya 3 na ule mstari wa 17. Kunielewa zaidi unaweza kurudi kipengele kilichopita. Hapo niliweka msingi vizuri sana. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Fanyeni yote katika Roho Mtakatifu, yani fanyeni kwa uhakika wa Roho Mtakatifu. Yani mfanye mkiwa na uhakika Yesu yuko ndani yenu. Yani mkiwa na uhakika mmemhakikisha huyo Yesu. Yakaparabarasitirikapa. Twende tena hapo sasa Waebrania, nafikiri hapo umenielewa sana. Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 37 kwamba kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hata kawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, ataishi kwa Roho Mtakatifu. Mwenye haki wangu ataishi kwa uhakika unaotokana na Mungu. Mwenye haki wangu ataishi ndani yangu mimi niliye hakika. Amen, amen. Naye sasa akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Naye anapolala tu bila kuwa na uhakika, roho yangu haina furaha naye. Yesu ana furaha naye. Kwa maana nini? Yesu ana furaha na mimi. Yesu ana furaha na wewe. Kwa maana kila akichungulia, kila tunachokifanya tunafanya nje ya uhakika. Yani kila tunachokifanya tunafanya tunakuwa Roho Mtakatifu tumemweka pembeni. Kila tunapokula Roho Mtakatifu anaangalia, anasema kama zilivyokuwa siku za Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa nje yangu. Watu walikuwa wakiweka mipango nje yangu. Watu walikuwa wakifanya biashara, watu walikuwa wakifanya kazi hapa na pale, lakini walikuwa wakifanya nje ya imani, yani nje ya Roho Mtakatifu, nje ya Mungu. Na ndio maana sasa Mungu akichungulia duniani anakuwa hana furaha na sisi. Anaangalia majira ya kuja kutunyakua yamefika, lakini tukilala hakuna maandalizi yoyote tunayoyafanya. Tukitembea tunatembea sisi kama sisi, lakini hatunaye Mungu. Hatuna uhakika. Tunapohubiri kama hivi, tunapoenda kanisani, hatuna uhakika na kanisa tunaloabudu. Hatuna uhakika na Mungu tunayemwabudu. Tunaenda tu kwa mazoea, kama tulivyoangalia eneo lile la kwanza, aina za imani zinazotokana na mazoea tu. Watu wamezoea tu kwenda kanisani, wamezoea tu kuimba kwaya, wamezoea tu kutoa sadaka, lakini katika kutoa sadaka kwao, kuimba kwaya kwao, kwenda kanisani kwao, kuabudu kwao, hakutokani na uhakika unaotokana na Roho Mtakatifu. Hakutokana na uhakika na hakikisho la Roho Mtakatifu, bali aidha kunatokana na mapokeo au kunatokana na imani tulizosikia toka kwa baba zetu, ulizosikia kutokana na imani ulioisikia toka kwa shangazi, toka kwa mjomba, toka kwa bibi, ama toka kwa mtu yeyote, lakini hakutokani na hakikisho la Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Yakaparabasata. Kwa hiyo sasa inasema, kwa hiyo roho yangu haina furaha naye. Roho naye akisitasita, akifanya jambo lolote nje ya utukufu wa Mungu, nje ya faida ya Mungu, Roho wa Yesu Kristo hana furaha na sisi. Kwa hiyo sasa unaponisikiliza hivi sasa, ukitoka hapa uwe na ufanyie maandalizi hayo kabla haujatembea, haujatoka nyumbani. Uwe na uhakika katika kutembea kwako, je, ni Kristo uko naye? Kabla haujalala ufanye maandalizi ya kila namna kuhakikisha kwamba kulala kwako kuwe ni Kristo, na eza parapande itakapotokea kuwe ni faida. Amen, amen. Kwa hiyo inasema sasa, lakini sisi hatumo miongoni mwa wastao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kumbe imani ni uhakika ambao unaweza kuiokoa roho yako. Imani ni Mungu ambaye anaweza kuiokoa roho yako. Amen, amen. Nilikuwa naweka utangulizi, leo tena nitamalizia. Tuliangalia kipengele kilichopita kwamba aina za imani. Tukaangalia imani namba 1 ni imani isiyotokana na Mungu. Imani tu ya watu kwenda kwa mazoea, kwa sababu walisikia watu wanaenda kanisani, yeye anaenda kanisani vile vile. Watu wanahubiri na yeye anahubiri vile vile. Watu wanalala na yeye analala tu. Watu wanaenda kuoga na yeye anaoga tu, kwa sababu ni mazoea, ni uhakika unaotokana na mazoea. Unakula, unasema na jambo lolote
bila kuwa na uhakika unaotokana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ikawa ni watu, tukaangalia mifano ya watu, tukaangalia tajiri yule aliyeweka mipango yake, alilima akapata mazao mengi sana, akasema ataivunja gala yake, atengeleza gala nyingine. Kwa nini? Alikuwa na uhakika tu kesho ataamka, lakini uhakika ambao haukutokana na Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie imani ya tatu, imani ya aina ya tatu, imani inayotokana na shetani. Imani inayotokana na shetani. Naomba nituangalie kwa ufupi hapo, alafu zeni sasa tutaendelea wakati ujao. Hebu fungua Kutoka sura ya 7. Kutoka sura ya 7 na ule mstari wa 11 na hadi mstari wa 12. Maneno ya Mungu yanasema, ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao, wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Kwa hiyo hii ni imani ambayo chanzo chake ni shetani. Hii imani inawezesha wachawi, washirikina, waganga, wazihiri, wachungaji wa uongo, manabii wa uongo kufanya mambo yao. Kumbuka kila jambo analolifanya mtu ni matokeo ya imani. Unapoona mchawi anapaa, ni lazima ana uhakika ungo wake utapaa. Unapoona mchawi amechukua mtu msukule, amewawekea gogo, ana imani kwamba watu wote ni mazuzu, hawataweza kuliona gogo na watu wanaenda kuzika. Ina maana kitu kinachotendeka hapo ni imani kubwa, na ndio maana ufalme wa giza unaendelea. Kwa nini? Ni matokeo ya kuwa na imani. Imani yao ni kubwa kuliko watu wa Mungu, wana imani kubwa kuliko wana wa Mungu, na ndio maana wanafanya maajabu. Lakini sisi nilikwambia kwamba nataka sasa sehemu inayofuata niamshe roho yako nayo iweze kufanya mambo makubwa kwa jina la Yesu. Na nilikwambia kwamba kupitia somo hili watu watatembea juu ya maji, watu watafanya mambo makubwa na hayo yatatokea. Kwa nini? Tutaenda kujifunza imani kwa upana. Amen, amen. Kwa hiyo sasa kila jambo unaoliona wanafanya manabii wa uongo ni matokeo ya kuwa na imani tu. Ni kuwa na imani, na imani. Ukisoma Matendo sura ya 8, Matendo ya Mitume sura ya 8 na ule mstari wa 9 na wa 11. 9 na 11, maneno ya Mungu yanasema, na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa, wote wakimsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, akisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu, wakimsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Amewashangaza muda mwingi. Kwa hiyo kulikuwepo na mtu anaitwa Simoni. Huyo Simoni alikuwa anafanya mambo makubwa. Alikuwa akifanya tu mkono hivi watu wanaanguka. Alikuwa akitengeneza maji, watu wanatumia, wanapona kansa. Walikuwa anatengeneza mafuta, watu wanamwaga mbwa wanakufa. Na watu tangu aliye mdogo mpaka aliye mkubwa wakasema hakika yake huyu ni mtumishi wa Mungu, hakika yake huyu ndiye tutamwandamia na kumfata. Simoni akawa amejaza watu wengi, lakini matokeo ya kujaza watu wengi, matokeo ya watu kumwamini na kumfata, ilikuwa ni imani isiyotokana na Mungu. Hata leo usiwafate watu kwa sababu ya yale unayowaona. Wengine wanatumia imani zinazotokana na shetani. Wengine wanatumia imani zinazotokana na shetani. Wanafanya mambo makubwa na watu wengi wamewafata wakiamini kwamba ni Mungu, lakini si Mungu wa mbinguni tunayemwabudu. Lakini sasa lakini walipomwona Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa hiyo sasa ukiona manabii wa uongo na mitume wanafanya maajabu na wameshika watu wengi, hapo hakuna kulaumu. Ni sisi kizazi hiki tusimame kwenye zamu zetu. Wamebwaga nyoka zao, lakini nyoka zetu zitawameza
na tunaenda kuamka kwa jina la Yesu. Na ninaomba mama, baba, toa sadaka yako tuamke tena. Tutatenda mambo makubwa. Tutawafunika manabii wa uongo na mitume wa uongo na wachungaji wa uongo kwa kufanya miujiza mikubwa na matendo makubwa ambayo dunia haijawahi kushuhudia, na watu wote watasema hakika huyu ni Mungu. Tutafanya kwa uhakika unaotokana na Roho Mtakatifu. Hakika yake tunaenda kuamka sasa. Hakika yake tunaiendea dunia. Hakika yake nitatokea chini kama natambaa, lakini nitatokea na mtu huyu anayenisikiliza, na yeye ataamka. Tutaamka, tutaendea mataifa kwa msaada wa Bwana. Tutatenda mambo makubwa kwa msaada wa Bwana. Viwete watatembea kwa msaada wa Bwana. Vipofu wataona kwa msaada wa Bwana. Wenye kansa zitawachia. Wenye ukimwi utawachia. Wale walioshindwa, waliowekwa mashimoni, watatoka mashimoni kwa msaada wa Bwana. Kwa msaada wa Bwana dunia yote itapiga magoti kwa Yesu Kristo, na wale ambao walikuwa kama Simoni, watu wengi wakiwaamini, aliye mdogo hata aliye mkubwa, watabatizwa na kumwamini Kristo. Amen, amen. Kwa leo tuishie hapo. Mungu akubariki sana. Naomba usiache kunifuatilia sehemu inayofuata. Nafanya vipande vifupi kwa sababu hakuna bando. Hata hivyo ni wapelekweji wasipopelekwa. Mungu akuguse na Mungu akubariki sana. Amen, amen.